Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu zangu, mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali chake kutupa afya njema. Lakini tumekutana leo katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025. Lakini kwa leo tutafanya wasilisho la Januari Disemba 2025. Ndugu mwenyekiti, kabla sijaenda kwenye taarifa ya utekelezaji wa ilani, nitumie fursa hii toka sakafuni na kwenye kilindi cha moyo wangu kukushukuru wewe na kuwashukuru wananchi wote wa Msoma vijijini kwa kumpigia kura za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan na kumchagua kuwa rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika wana Msoma vijijini, mmejitendea haki na tumemtendea haki Daktari Samia Suluhu Hassan, na washukuruni sana. Lakini kipekee nitumie fursa hii kuendelea kuwashukuru na kuwapongeza kwa kumpigia kura Mheshimiwa Sospeter Muhongo kuwa mbunge wa jimbo la Msoma vijijini. Hakika mmechagua mtu sahihi kwa muda sahihi na maendeleo sahihi. Lakini kipekee pia niwashukuru na niwapongeze Mheshimiwa madiwani wao kwenda kumpigia kura mwenyekiti wa halmashauri, na kupongeza pia mwenyekiti kwa dhamana uliopewa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu, na sasa nitumie fursa hii kuwakaribisha katika wasilisho hili la ilani ya Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo nilivyoahidi kwamba wasilisho litafanyika kidijitali zaidi. Naomba niwakaribishe katika kupata wasilisho la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Karibuni sana. Niwakaribishe kusikiliza taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 hadi mwezi Disemba 2025. Serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Musoma imeendelea na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka 2020-2025 kwa kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo kama zilivyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 hadi 2025 ili kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu na uboreshaji wa maisha ya wananchi. Hadi mwezi Disemba 2025, halmashauri ya wilaya ya Musoma imefanya utekelezaji wa ilani kama ilivyobainishwa kwenye taarifa hii ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 hadi 2025. Hali ya makusanyo ya halmashauri ya wilaya. Halmashauri ya wilaya ya Musoma imeendelea kukusanya mapato yake ndani kutokana na vyanzo vilivyopo. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, halmashauri imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,163,179,253 sawa na asilimia 43.92 ya lengo iliyojiwekea la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 2,876,074 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2026 hadi mwezi Disemba 2025, halmashauri ya wilaya ya Musoma ilipokea fedha za utekelezaji wa miradi jumla ya shilingi bilioni 5,329,514,511.85 kutoka katika vyanzo mbalimbali. Kati ya fedha hizo, milioni 183,883,966 ni fedha za miradi kupitia makusanyo ya mapato ya ndani, shilingi bilioni 4,355,840,574.00 ni fedha kutoka serikali kuu, na shilingi milioni 489,659,971.50 ni fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Halmashauri ya wilaya ya Musoma iliidhinishiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 37,282,905 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, halmashauri ilikuwa imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 21,490,351,98 sawa na asilimia 57.64 ya lengo la mwaka. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
Halmashauri ya wilaya ya Musoma imeendelea kuzingatia sheria ya kutenga 10% ya bajeti yake ya mapato ya ndani, ambapo kwa mwaka 2025-2026 bajeti ya makusanyo halisi ilikuwa ni jumla ya shilingi bilioni 2,390,578. Kati ya fedha hizo, kiasi cha shilingi milioni 239,057,800.0 kilitengwa kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya shilingi milioni 103,176,250.76 zilipelekwa kwenye mfuko wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, sawa na asilimia 46.76 ya lengo. Kati ya kiasi cha shilingi bilioni 1,042,636,738.54 kilichokusanywa katika kipindi hicho. Aidha, halmashauri imepokea maombi ya fedha za kikundi yenye thamani ya shilingi bilioni 4,335,626,679 kwa vikundi 65 vya wanawake, vikundi 56 vya vijana na vikundi 11 vya watu wenye ulemavu. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya shilingi milioni 672,990 zimetolewa kwenye vikundi 25 vya wanawake, vikundi 13 vya vijana na vikundi 9 vya watu wenye ulemavu. Halmashauri inaendelea na ufuatiliaji wa marejesho kwa miaka ya nyuma, ambapo kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 2025 halmashauri imepokea marejesho ya shilingi milioni 143,992,100. Mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF awamu ya 3. Katika mpango wa 3 wa TASAF wa kunusuru kaya maskini, mpango unaohudumia walengwa toka kaya maskini kwa kuharisha fedha kwa vijiji 67 zenye kaya 4537 zinazonufaika. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 1,277,500,000 kimetumika, sawa na asilimia 100 ya bajeti ya kiasi cha shilingi bilioni 1,277,500,000. Uvuvi. Uvuvi ni shughuli ya kiuchumi inayochangia zaidi ya wastani wa asilimia 60 ya mapato ya ndani katika halmashauri, ambapo wananchi 8,972 wanajishughulisha na shughuli za uvuvi. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, sekta hii ilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,190,671,660, huku kilo milioni 9,828,812 za samaki na mazao yakiwa na thamani ya shilingi bilioni 50,669,924,500 katika kipindi cha kuanzia Januari hadi Disemba 2025. Jumla ya kilo milioni 3,673,758 zilisafirishwa nje, zikichangia mapato ya shilingi milioni 273,492,650. Mapato haya yanayotokana na uvuvi ni muhimu katika kuimarisha na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Halmashauri inatekeleza sera ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2009 na 2020, ikitoa mafunzo kwa vyama 10 vya ushirika na vikundi 12 vya wafugaji wa samaki. Vizimba 71 vyenye samaki milioni 2,840,000 vinaendelea kufuga. Mikopo ya vizimba kupitia serikali kupitia TADB inasaidia wavuvi kuongeza uzalishaji na kurudisha rejesho kwa wakati, huku baadhi wanapewa chakula na vifaranga kwa ajili ya kuendelea na ufugaji. Halmashauri imepokea mikopo ya vizimba iliyotolewa na serikali kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kama ifuatavyo: kata ya Suguti, kijiji cha Suguti, kikundi cha Busumi Fisheries kilipata mkopo wa vizimba 4. Kata ya Nyakatende, kijiji cha Kigeretuma, kikundi cha SDG kilipata mkopo wa vizimba 2. Kilimo. Halmashauri kwa kushirikiana na Bodi ya Pamba imesambaza mbegu za pamba jumla ya tani 88 kwa ajili ya kilimo cha msimu wa mwaka 2025-2026. Mauzo ya pamba yaliingizia halmashauri ushuru wa shilingi milioni 22,067,749.50. Pia halmashauri ilianza kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani kwa zao la dengu na jumla ya kilogramu 846,757 ziliuzwa na kuiwezesha halmashauri kukusanya ushuru wa shilingi milioni 22,023,631.00. Upatikanaji wa mbolea ya ruzuku umekuwa na changamoto kubwa baada ya halmashauri yetu kukosa wakala kwa sababu ya matumizi ya mbolea kuwa chini. Jitihada kubwa na hamasa zimeendelea kufanyika kuwahamasisha wakulima kutumia mbolea hizo ili kuongeza uzalishaji. Hadi Disemba 2025, hali ya upatikanaji wa chakula ilikuwa ya utoshelevu. Mifugo. Halmashauri imeweza kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu kwa ng'ombe 65,909, sotoka kwa mbuzi 15,673 na kondoo 7,212, na chanjo ya madonda kwa ndege 140,000
449. Pia halmashauri ilifanya kazi ya utambuzi na usajili wa mifugo ambapo hadi kufikia mwezi Disemba ng'ombe 15,166, mbuzi 2,019 na kondoo 772 walitambuliwa. Kazi hii ya utambuzi na usajili bado inaendelea. Viwanda na biashara. Kwa mwaka 2025, halmashauri imewasaidia wajasiriamali kupata elimu ya ujasiriamali na uzalishaji wa bidhaa. Wajasiriamali wamepewa misimbo ya pau, yani barcodes, na nembo za ubora za TBS, hatua iliyoongeza ubora na ushindani wa bidhaa sokoni. Biashara 1600 zimerasimishwa kisheria na viwanda 16 ikiwemo viwanda 6 vya kati na viwanda vidogo 10 vimeanzishwa kwa uchakataji wa mazao ya madini na mahindi. Vikundi vya uzalishaji vimeendelea kuimarishwa kwa kutumia malighafi za ndani, huku mikopo ya 10% ikipatikana. Hatua hizi zinasaidia kuinua uchumi wa wananchi na kuongeza mapato ya halmashauri kupitia kodi. Barabara. Hadi mwezi Disemba 2025, TARURA ilisimamia mtandao wa barabara wa kilomita 470.25 ikiwemo kilomita 247.74 za muunganisho, kilomita 204.16 za mrisho na kilomita 18 za vijiji, pamoja na madaraja 36 na makaravati 265. Hali ya barabara nzuri ilikuwa ni 47.1%, hali ya barabara za wastani ilikuwa ni 50.3%, na hali ya barabara mbaya ilikuwa ni 2.6%, huku miradi ya matengenezo na ujenzi ikitekelezwa kwenye maeneo yenye changamoto. Mwaka wa fedha 2024-2025, TARURA iliingia mikataba minne yenye thamani ya shilingi bilioni 1,690,272,881.00 kutoka kwa mfuko wa bodi ya barabara, tozo ya mafuta na fedha za jimbo, ambapo shilingi milioni 514,995,460 sawa na 30.46% zimepokelewa hadi kufikia mwezi Disemba 2025, huku shilingi bilioni 1,175,277,421 zikisubiri. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, mkandarasi aliendelea na utekelezaji wa mkataba mmoja wa matengenezo wenye thamani ya shilingi milioni 337,882,890.56, ingawa hadi mwezi Disemba 2025 hakuna fedha zilizopokelewa. Jina naitwa Mhandisi Mohamed Yatanga, ni mhandisi wa TARURA wilaya ya Musoma. Halmashauri ya wilaya ya Musoma na mtandao wa barabara ni jumla ya urefu wa kilomita 470.23. Kati ya hizo barabara za muunganiko kwa maana ya kolekta ni kilomita 247.74, barabara za mlisho ni kilomita 204.16 na barabara za vijijini kwa maana ya community roads ni kilomita 18.33. Tunahudumia hadi sasa, tumejenga madaraja 36 na makaravati 265. Kwa mwaka wa fedha wa 25-26, TARURA wilaya ya Musoma tulikuwa tuna jumla ya mikataba 4 yenye jumla ya shilingi bilioni 1.69. Maeneo yaliyofanywa kazi ni barabara za Ekungu, Maale, Taro, Nyasaungu, Mkiira, Kwangwa, Osto, Nyasura, Kiemba Ifrifu na Mkiira nyingine Sira. Mkataba huu kazi imefanyika na uko katika 78% na mkandarasi bado anatakiwa akamilishe kazi, na tayari tumemlipa milioni 131 kati ya milioni 291. Aidha, mkataba mwingine ni matengenezo ya barabara za Masinono Bugwema, Masinono Kinyang'erere na Bugoji Kabise Muhoji. Mkataba huu umekamilika 100% na tayari mkandarasi katika muda wa matazamio tumeshamlipa milioni 168 kati ya milioni 462 ambazo ni za kimkataba. Mkataba mwingine ujenzi wa madaraja ya mawe, ujenzi wa makaravati na mitaro katika barabara za Kikonero Kasoma, ambapo tayari mkandarasi yuko site ameanza kuchimba. Tukifika eneo lile unaona kabisa ameanza kuchimba. Lakini Nyaberanga Karusenyi Seka kazi imefanyika na zinaendelea, na Rwanga Seka Mikuyu kazi imekamilika maana uwekaji wa vifusi. Mradi huu ni una jumla milioni 500, lakini tayari tumeshamlipa mkandarasi milioni 124. Mradi wa mwisho kwa mwaka wa 25-26 ilikuwa ni ufunguzi na matengenezo ya barabara na madaraja kwa barabara za Kusenyi ya Bwai Kuitururu hadi Mwaroni, Miembeni hadi Chanyauru, Kuikuba Center hadi kule Busumi, Kiriba Center Misiri, Bushora, Chanyauru, Kuitururu, Kumsoma, Mugango, Kuikuba, Saragana, Nyamboro, Chumwi, Nyamboro, Kamatondo na Mabwime na Furu Morangi. Kazi zinazohusisha uwekaji wa vifusi zimekamilika
na kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi za ujenzi wa madaraja. Mradi ulikuwa na jumla ya milioni 434, lakini tayari tumelipa milioni 90. Kwa ujumla wake mradi ya mwaka 25-26 ulikuwa na gharimu bilioni 1.6, lakini sasa tumeshalipa milioni 514. Sambamba na hilo, kwa mwaka 25-26 tumesaini mkataba mmoja wenye jumla milioni 337 ambayo ni matengenezo ya sehemu korofi kilomita 5.5, matengenezo ya kawaida kilomita 88.85, ujenzi wa makarabati 15 katika barabara za Nyegina Esila, barabara za Etaro Ebujuru, Nyakatende Kamguruki Kigera, Kurukerege Nyegina A, Bwaikwituru Bwaikumsoma, Kigera Ikungu, Mugango Bwaikuba, Nyasurura Kiemba Ifurifu, Maare Etaro Nyasaungo na Mkira Nyegina Esila. Mkataba huu una jumla milioni 337. Mkandarasi yuko katika 20% ndio ameanza kazi, lakini atamaliza ndani ya miezi 6. Hadi sasa hajalipwa kiasi chochote, kwa maana hajaraise malipo certificate. Sambamba na mambo yote yaliyofanyika mwaka 25-26 na 26-27, nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongeza bajeti. Awali, kabla serikali ya awamu ya 6, tulikuwa tunapokea milioni 665 kwa maana ya fedha kutoka mfuko wa jimbo, fedha kutoka mfuko wa barabara peke yake. Lakini baada ya kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, tuliongezewa fedha zaidi ya 200%, kwa maana ya kwamba tulipata fedha za tozo 1.5 bilioni, lakini tukapata fedha za mfuko wa jimbo milioni 500. Ongezeka kutoka milioni 665 hadi bilioni 2.665. Naona kabisa ni ongezeko kubwa sana. Tushukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Jemedari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha na kuona umuhimu wa barabara za wilaya Musoma. Sisi kama TARURA tunaendelea kupambana kufungua barabara hizi kwa kadri tunavyopata bajeti na kwa kadri matakwa yanavyoelekeza kulingana na mikataba. Maliasili na uhifadhi wa mazingira. 2025 halmashauri ilipanda miche 12319 ambayo ilitoka TFS katika maeneo ya taasisi na maeneo yao ya makazi na kwenye mashamba yao. Baadhi ya maeneo ni shule ya msingi Masinono, shule ya sekondari Muhoji, chanzo cha maji Chumwi na Nyakatende, shamba la mtu binafsi katika kijiji cha Buringa na Kurugee, pamoja na zahanati ya kijiji cha Nyabahengere. Halmashauri imepiga hatua kubwa katika kudhibiti migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, ikijumuisha ujenzi wa kizimba cha kuzuia mamba Kihemba na operation za kudhibiti tembo wa Nyere. Aidha, halmashauri ilitoa ushauri wa kitaalamu kwa mfugaji wa nyuki kijiji cha Chumwi, hatua inayoongeza kipato na kuhamasisha uhifadhi wa misitu. Utekelezaji wa shughuli hizi umeongeza mwitikio wa jamii, kuimarisha ulinzi wa misitu na kupunguza migogoro. Ardhi. Katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025, halmashauri imefanya mambo yafuatayo katika kuhakikisha ufanisi wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unafanikiwa kama ifuatavyo. Mchoro mmoja wa mpango miji umeandaliwa katika kata ya Bugwema wenye viwanja 350 na mchoro umeshaidhinishwa. Katika mchoro huo viwanja 6 vimepimwa na kumilikishwa. 2. Halmashauri imefanya udhamini wa eneo la kutupia mabaki ya machimbo ya mgodi wa MMG Seka kwa wananchi 4 ambao ni Jonas Mugeta, Jumapili Matekele, Nyamoi Kajanja na Bernard Nyambilo. 3. Jumla ya migogoro 5 imeshughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi na ambayo ipo mahakamani. Taratibu za mahakama zinaendelea. Mgogoro unaoshughulikiwa ni mgogoro wa mashamba ya serikali ya Kaburabura na Muhoji ambayo ipo mahakamani. Eneo la zahanati ya Bugoji na familia ya Mzee Makorogo limeshughulikiwa japo familia inadai fidia. Mgogoro wa shamba namba 203 la Bwana Erikana, wananchi zunguka eneo la serikali ya kijiji cha Chilolwe umeshughulikiwa japo mmiliki wa shamba ndugu Erikana anadai ameshinda kesi mahakamani na mahakama ilitoa vigingi and beacon ili walipe gharama za kurudishia, na mgogoro huo unashughulikiwa na kamati ya usuluhishi katika ngazi ya mkoa. 4 ni kutoa notisi za wadaiwa wa viwanja na mashamba ili walipie na kukusanya maduhuri ya serikali. 5 kutoa ankara za hati na kuonyesha viwanja wananchi walionunua eneo la Kuikonero, kuwaandalia hati na kuziwasilisha ofisi ya kamishna wa ardhi kwa ajili ya kusainiwa na kusajiliwa. Elimu.
Na kwa kuanza, tuanze na elimu msingi. Halmashauri ya wilaya ya Musoma imeendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, wilaya imetekeleza miradi ya sekta ya elimu yenye thamani ya shilingi bilioni 1,056,718,485. Miradi hiyo inahusisha ujenzi wa madarasa 29 ya shule za msingi, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa 18, ujenzi wa vyoo vyenye matundu 97 na utengenezaji wa madawati 305. Hadi kufikia tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025, jumla ya vyumba vya madarasa 20 na matundu ya vyoo 97 ujenzi umeshakamilika. Madarasa 5 yapo katika hatua za upauaji, madarasa 4 yapo hatua ya msingi kumwaga jamvi na matundu ya vyoo 45 yapo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji. Hali ya miundombinu katika sekta ya elimu imeendelea kuimarika, hasa baada ya kuwa tunapokea pesa kutoka serikali kuu, wahisani na fedha za makusanyo yetu ya ndani, kujenga na kukarabati miundombinu ya elimu pamoja na kuhifadhi na kuendeleza mazingira ya shule hizo, kushirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia zikiwemo taasisi za dini katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu na ujuzi. Halmashauri imeshirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia na taasisi za kidini katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu. Asasi hizi zimekuwa zikitoa mafunzo kazini kwa walimu, ambapo jumla ya walimu 116 wamepata mafunzo ya ufundishaji wa elimu ya awali, walimu 512 wakiwemo walimu wakuu, walimu wa taaluma na walimu wa darasa la kwanza na la tatu walipata mafunzo ya jinsi ya ufundishaji kwa kuzingatia mtaala mpya wa mwaka 2014. Halmashauri imeendelea kutekeleza sera ya serikali ya kutoa elimu bila malipo katika shule zote za msingi. Kwa kipindi hicho, halmashauri imepokea fedha za elimu bila malipo ambapo ni kiasi cha shilingi milioni 29,024 ambazo zilipelekwa moja kwa moja katika shule za msingi 116 ili kusaidia uendeshaji wa shule. Pia halmashauri imeendelea kuhakikisha kuwa kila shule msingi inatoa elimu ya awali kwa ufanisi katika mazingira na miundombinu iliyoboreshwa. Halmashauri imeendelea kutoa elimu ya awali na msingi katika shule zote 116 za msingi za serikali na shule 4 za binafsi. Hadi Disemba 2025, jumla ya wanafunzi 12,125 waliandikishwa elimu ya awali na msingi. Kuimarisha utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Halmashauri inaendelea kusimamia utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za msingi 58. Aidha, halmashauri ina shule 4 za msingi zenye vitengo vya elimu maalum. Kwa kipindi cha mwezi Julai hadi Disemba 2025, jumla ya shilingi milioni 91,125 zilipelekwa moja kwa moja katika shule hizo kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa chakula na vifaa kwa wanafunzi 312 wenye mahitaji maalum. Elimu ya sekondari. Kwa upande wa elimu ya sekondari, hadi kufikia Disemba 2025, halmashauri ya wilaya ya Musoma ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 249,200 kutoka serikali kuu, ikiwemo SEQUIP, EP4R na mapato ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa, vyoo, bweni moja, ujenzi wa maabara na ununuzi wa samani. Ujenzi wa miundombinu hiyo umeendelea na kiasi cha fedha kilichotumika hadi sasa ni shilingi milioni 249,058,650 sawa na asilimia 99. Kushirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia zikiwemo taasisi za dini katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu na ujuzi. Katika kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025, halmashauri imeshirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia na taasisi za kidini katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu na ujuzi kama vile kanisa la SDA na RC. Pia chuo kikuu cha Northern Illinois Marekani kimetoa vifaa vya tehama na miundombinu ya kuvuna maji katika shule rafiki ya Etaro Sekondari. Kuendeleza mpango wa kutoa elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari ili kuwawezesha vijana wenye sifa kuanza na kuendelea na masomo bila kikwazo. Halmashauri imeendelea kutekeleza sera ya serikali ya kutoa elimu bila malipo katika shule zake. Katika kipindi hiki, halmashauri imepokea fedha za elimu bila malipo ambazo ni jumla ya shilingi bilioni 1,506,14,760 ambazo zilipelekwa moja kwa moja katika shule za sekondari 30 ili kusaidia uendeshaji wa shule za sekondari. Katika sekta ya elimu, halmashauri imeendelea kuweka mipango yake kabambe kuhakikisha elimu inakuwa bora na yenye kuleta tija kwa wananchi wa Musoma na taifa kwa ujumla wake. Hali ya ufaulu imeendelea kuimarika katika shule zetu za sekondari ambapo matokeo ya kidato cha pili kwa mtihani wa mwaka 2025 ni 4,439 ambapo waliofaulu ni 3,414 sawa na asilimia 77. Kidato cha 4 waliofanya mtihani mwaka 2025 ni 2,299 ambapo waliofaulu ni 2,006 sawa na asilimia 87.26. Na kidato cha 6 watahiniwa waliofanya mitihani kwa mwaka 2025 walikuwa ni 217 na waliofaulu ni 217 sawa na asilimia 100. Swala la lishe katika shule za sekondari limeendelea kuwekewa mkazo ili kuhakikisha wanafunzi wote wanapata chakula mashuleni. Hadi sasa shule zote 30 zinatoa chakula mashuleni isipokuwa asilimia 62 ya wanafunzi wote ndio wanaokula. Katika shule
30 za kata, shule 9 sawa na asilimia 30 ya wanafunzi wote wa shule hizo wanakula shuleni. Elimu kwa jamii inaendelea kutolewa ili swala la lishe liwafikie wanafunzi wote wawapo mashuleni. Afya. Halmashauri imetekeleza miradi ya maendeleo na huduma za afya iliyoidhinishwa ambapo ni kiasi cha shilingi bilioni 1,699,998 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1,158,216,852 sawa na asilimia 68 zimepokelewa. Halmashauri pia imepokea kiasi cha shilingi milioni 200 katika hospitali ya wilaya na vituo vya afya, na upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umesalia wastani wa asilimia 92. Elimu ya lishe imeendelezwa kwa jamii ikihusisha wajawazito, watoto, akina mama wanaonyonyesha na watu wenye virusi vya ukimwi ni VVU, ikichangia kupungua kwa udumavu kwa asilimia 0.3 na ukondefu kwa asilimia 0.2. Maambukizi ya ukimwi yamepungua kutoka asilimia 2.4 hadi asilimia 1.3, ambapo watu 26,960 walipimwa na watu 369 walibainika kuwa na VVU. Hadi kufikia mwezi Disemba, wagonjwa 3,434 wa ukimwi wakiwa ni 3,193 sawa na asilimia 93 wamefubaza virusi. Halmashauri inaendelea kupambana na ukimwi, kuzuia maambukizi mapya, unyanyapaa na vifo vinavyotokana na ugonjwa huu. Maji na usafi wa mazingira. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, halmashauri ina jumla ya wakazi 266,665 ambapo jumla ya wakazi 203,907 sawa na asilimia 76 ndio wanapata huduma ya maji. Halmashauri kwa sasa ina jumla ya miradi ya maji ya bomba 26 ambapo miradi iliyokamilika na kutoa huduma kwa wananchi ni miradi 21 huku miradi 5 ikiendelea kujengwa. Kwa majina naitwa Engineer Edward Sironga, ni meneja RUWASA wilaya Msoma. Wilaya Msoma kama tunavyofahamu kwamba ni mojawapo wa wilaya inayounda mkoa wa Mara, na kimsingi mimi ni meneja wa wilaya ambayo sehemu kubwa katika wilaya yetu tuna halmashauri mbili, lakini kwa upande wa halmashauri ya manispaa ya huduma ya maji inasimamiwa na MUWASA, lakini kwa vijijini huduma ya maji inasimamiwa na vyombo vya kutoa huduma ngazi ya jamii, na pia RUWASA tunaratibu na utekelezaji wa miradi katika maeneo ya vijijini, ambao kimsingi katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 kulikuwa kuna jumla ya miradi takriban 26 na almost miradi 21 ilishakamilika kwa asilimia 100 katika vijiji takriban 52 ilishakamilika. Lakini katika kipindi cha Januari 2025 hadi Disemba 2025 pia tuliendelea kutekeleza miradi takriban miradi 8 ambapo hadi kufikia Disemba miradi kadhaa imekamilika, ambapo miradi ambayo tulikuwa tunatekeleza katika kipindi hicho tulikuwa tuna miradi ya uchimbaji wa visima 5 kila jimbo. Kwa upande wa wilaya Msoma, hasa halmashauri ya Msoma vijijini, tulifanikiwa kuchimba visima 7 na tukafanikiwa kupata maji katika visima 4, na visima vyote 4 tumeshavijengea, tumeshaweka na miundombinu ya maji. Kwa hiyo sasa bado kisima kimoja tutaenda kusema katika kijiji cha Bugwema, ambapo nafikiri mtambo wetu kwa uchimbaji ukitoka kijiji cha Butiama, na sisi tutapeleka kusema kwenda kumalizia kazi hiyo katika awamu ya kwanza uchimbaji wa visima 5. Lakini pia katika kipindi hicho pia ilikuwa na mradi mkubwa wa Busambara. Huu mradi ni mradi ambao ulikuwa na awamu 2 ya utekelezaji. Awamu ya kwanza ilikuwa ina gharimu shilingi bilioni 1 na milioni 380 ambao ilikamilika kwa asilimia 100. Lakini pia tukaja katika utekelezaji wa awamu ya pili, ilikuwa na gharimu bilioni 1 na milioni 70. Pia katika awamu ya pili mradi umekamilika. Kwa hiyo mradi wa maji Busambara umekamilika kwa asilimia 100, na sasa hivi wananchi wanapata huduma. Lakini pia katika kipindi hicho pia tulikuwa tunatekeleza mradi wa maji Mrangili ya Sembe. Mradi wa maji Mrangili ya Sembe nao umekamilika kwa asilimia 100, na sasa hivi wananchi wanapata huduma ya maji. Lakini pia katika kipindi hicho pia tulikuwa na utekelezaji wa mradi wa maji Buasi. Mradi wa maji Buasi ni mradi ambao ulivuka mwaka, lakini nao sasa umekamilika kwa asilimia 100 na wananchi wanapata maji. Sasa halikadhalika pia tunamtekeleza mradi wa maji Chimati katika kata ya Makojo. Mradi pia huu nao umekamilika kwa asilimia 100 na wananchi wanaendelea kupata huduma ya maji. Lakini pia tunautekeleza mradi wa maji Chumi Mabui, ni mradi ambao ulitembelewa na Mwenge, ulikuwa jina la msingi na Mwenge. Sasa nao mradi umekamilika kwa asilimia 100 na kutoa huduma. Lakini sambamba na hiyo tulikuwa na mradi wa utekelezaji wa mradi wa maji Kinyangerere, kijiji kidogo kata ya Bugwema. Huu mradi umefika asilimia 85 na sasa wananchi wanapata huduma. Kwa hiyo mkandarasi amerudi site kwa ajili ya kukamilisha kazi ndogo zilizobakia. Kwa hiyo tunaamini kabla tarehe 30 Juni huu mradi utakuwa umekamilika kwa asilimia 100. Kwa hiyo kimsingi mpaka kufikia Disemba
iliyopita mwaka 2025 huduma ilikuwa inapatikana vizuri, na mpaka sasa huduma inapatikana vizuri. Lakini pia tuna miradi viporo sasa ambayo tulifanikiwa kutangaza mradi wa maji Seka. Tulimpata mkandarasi, lakini mkandarasi alichelewa kuja site. Tulifuata taratibu za kimkataba, kwa bahati nzuri tumefanikiwa kuterminate mkataba wake kwa sababu alichelewa, na alichelewa kutokana na vigezo vya mkataba. Basi tumemvunjia mkataba kwa kufuata taratibu zote, na mradi huu sasa uko huru kutangazwa. Kwa hiyo tunasubiri kupata kibali kutoka makao makuu ndio tutangaze tena tuweze kumpata mkandarasi. Lakini pia tumefanikiwa pia kutangaza mradi wa maji, upanuzi wa mradi wa maji Msambara kwenda kata ya Kiriba. Huu mradi tumeshautangaza, tumeshapata mkandarasi, mkataba umeshaandaliwa, na mkataba sasa umekwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata mapitio ili basi uweze kurudi ili tuweze kumsainisha mkandarasi. Hali ya siasa, demokrasia na haki za binadamu. Halmashauri imeendelea kuimarisha demokrasia na kulinda haki za binadamu kwa kuboresha mifumo ya upatikanaji wa haki, kuongeza ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa, pamoja na kuimarisha uwezo wa viongozi na watendaji wa serikali za mitaa katika kushughulikia kero za wananchi kwa haki na kwa wakati, ili kuhakikisha utawala bora na huduma bora kwa wananchi. Halmashauri ya wilaya Musoma ina jimbo moja la uchaguzi la Musoma vijijini, tarafa moja ya Nyanja, kata 21, vijiji 68 na vitongoji 374. Kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, madiwani 28 walichaguliwa, wakiwemo 18 wa CCM, 2 wa ACT Wazalendo na 1 wa CUF, pamoja na madiwani wa viti maalum 7. Mbunge wa jimbo ni Mheshimiwa Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo wa CCM, na kwa sasa hali ya kisiasa ni shwari bila mashauri yoyote. Utamaduni, sanaa na michezo. Halmashauri imefanya mambo yafuatayo katika kuhakikisha ufanisi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unafanikiwa kama ifuatavyo. 1. Kuandaa na kuratibu mashindano 8 ya michezo katika ngazi zote za elimu ya msingi na sekondari kwa lengo la kuibua na kukuza vipaji mbalimbali vya michezo miongoni mwa wanafunzi. 2. Kushirikiana na wananchi katika kuhamasisha na kushiriki mazoezi ya viungo vya mwili, ambapo takribani 97% ya wananchi walijitokeza kushiriki kikamilifu. Aidha, shughuli hizi zilitumika pia kama fursa ya kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba 2025. 3. Kushiriki katika matamasha 3 ya kiutamaduni kwa lengo la kuonyesha na kutangaza utamaduni wa mkoa kupitia vikundi mbalimbali vya utamaduni. 4. Kuanzisha na kusimamia vituo 2 vya umahiri kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana na watoto kupitia vitaru vya michezo katika shule za msingi na sekondari. Mabibi na mabwana, na sasa tumkaribishe mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Musoma. Naitwa Msongela Palela, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Musoma. Halmashauri yetu ya wilaya ya Musoma imekuwa ikitekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo pia kutekeleza miradi ya maendeleo. Nashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa miradi mingi ambayo imetuletea kwa mwaka huu wa 2025, ambayo mingi tumeitekeleza kwa ukamilifu na inatoa huduma kwa jamii. Kuanzia tu tunayo miradi ya elimu, lakini pia tunayo miradi katika sekta yetu ya afya, lakini pia tuna miradi katika sekta ya utawala. Kwa hiyo kwa mwaka wa 2025 tulikuwa na miradi kwa upande wa elimu, tulikuwa na miradi ya ujenzi wa nyumba za walimu. Mfano tu pale shule yetu ya msingi Nyegina tumejenga shule ya nyumba ya mwalimu ambayo tunaamini kabisa hii baada ya kukamilika itapunguza ile kero kubwa ya walimu ya kukosa makazi na kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kupata makazi. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri ya angalau sasa kwanza kuwapunguzia makali walimu wetu, lakini pia kuwapa hadhi kwa kukaa nyumba ambazo nzuri. Lakini pia tumejenga madarasa. Katika utekelezaji wa ujenzi wa madarasa, tumejenga madarasa katika shule yetu ya msingi Nyamienga ambayo iko kata ya Kiriba. Pale tumejenga madarasa 3. Lakini tuna shule yetu inaitwa Jitilola, iko kijiji cha Masinono kata ya Bugwema, ambayo pale tuna madarasa 3. Lakini pia tuna madarasa 2 ya awali ya mfano. Lakini tuna shule ya Kandere Mabii, pale tuna madarasa 2 ajili ya awali. Lakini Murangi tumejenga pia madarasa 2. Lakini ukija shule yetu ya msingi Suguti, pale tuna madarasa 4. Lakini tukienda katika kijiji cha Kaboni kata ya Nyamlandilila, pale serikali imetupatia shilingi milioni 330 kwa ujenzi wa shule mpya.
Kwa hiyo tunajenga shule mpya ya mkondo mmoja, lakini pia kwa kutambua na kujaribu kupunguza umbali wa watoto wetu kutembea umbali mrefu, pia imetupatia fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa shule ishikizi inaitwa Buraga Mwaloni, lakini pia tunakamilisha madarasa mawili katika shule ya msingi Kwikelegi. Tunaendelea kuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa inayofanya kuhakikisha kwamba inatoa huduma kwa wananchi. Lakini tukienda kwenye sekta ya afya, tunashukuru pia serikali yetu ya awamu ya 6. Sasa hivi tuna ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kiriba, kata ya Kiriba, ambayo serikali imetupatia milioni 250. Ujenzi wa zahanati ile ulianza tangu mwezi wa 10 na ujenzi unaendelea. Lakini tumepokea pia fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo cha afya cha Makobe milioni 350, ambayo nayo iko katika hatua za ukamilishaji. Lakini pia serikali imetupa milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa majengo mawili katika kijiji cha Katali, kata ya Tegeruka, ambayo majengo ya OPD na maabara yako hatua za ukamilishaji, na kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 tunategemea kituo kile kuanza kutoa huduma. Kwa hiyo tunayo miradi mingi ambayo tumepokea, lakini serikali imetupatia pia shilingi bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi katika halmashauri yetu ya wilaya ya Musoma. Ofisi sasa imekamilika na iko katika hatua za mwisho kabisa kuweza kuanza kutumika, na tunategemea kuanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 ofisi hizi zitaanza kutumika. Lakini serikali hii pia ilitupatia shilingi milioni 300 kwa ajili ya samani za ofisi. Samani hizi zimeshakamilika na ofisi sasa zote zimekuwa katika hali nzuri, kuleta hali ya utendaji kazi kwa watumishi kwa kuwajengea mazingira bora ya utendaji kazi. Lakini pia serikali yetu imetupatia shilingi milioni 700 kwa ajili ya ukamilishaji wa hospitali ya wilaya. Ukamilikaji wa hospitali ya wilaya maana yake inasogeza huduma nyingi kwa wananchi kwa karibu zaidi. Kabla ya kukamilisha hospitali ya wilaya, maana yake wananchi walilazimika kwenda Kwangwa manispaa, lakini pia walilazimika kusafiri wakati mwingine kwenda mbali zaidi Ugando, Mwanza kwa ajili ya kupata huduma hizo. Lakini sasa hivi huduma nyingi za upimaji kama vile X-ray, CT scan zote zinatolewa katika hospitali yetu. Na kwa hii milioni 700 maana yake tunategemea sasa kuboresha katika mifumo yetu ya umeme, ambapo sasa tutakuwa tunaweza kutumia hata standby generator ya kwetu baada ya fedha hizi. Lakini tunategemea pia kuwa na jengo la macho na meno ambalo litasaidia zaidi kusukuma huduma hizi za meno ambazo kwa sasa zilikuwa hazipatikani kabisa katika halmashauri yetu, na wananchi walilazimika kusafiri kwa umbali mrefu kwenda Kwangwa kwa ajili ya kufuata huduma za macho, lakini pia huduma za meno. Tunategemea pia kuboresha katika mfumo wetu wa maji ili kuhakikisha sasa tutakapoendelea na shughuli za upasuaji kusiwe na changamoto kubwa za huduma hizi za upasuaji. Tunategemea pia kuwa na uzio na fensi kwa ajili ya hospitali yetu hii ya halmashauri. Lakini pia ukamilishaji wa mochwari. Halmashauri hii ina mochwari moja tu mpaka sasa ambayo tumekuwa tukipata huduma katika kituo chetu cha afya cha Muganga. Ukamilishaji wa mochwari katika hospitali yetu hii ya halmashauri na kwenda sasa kutatua changamoto kubwa ambayo wananchi walikuwa wanakutana nayo, na kusafiri zaidi ya kilomita 50 mpaka kilomita 90 kufuata huduma za utunzaji wa miili. Hospitali yetu ya wilaya sasa inakuja kutatua changamoto hiyo kwa kuanza kutoa huduma ya kutunza maiti. Lakini pia kwa kupokea shilingi hizi milioni 350 tunategemea kituo chetu cha afya Makobe nacho kikamilisha huduma zile za mochwari na X-ray, ambazo pia tutakuwa tumesogeza huduma kwa wale wananchi ambao walilazimika kutembea kati ya kilomita 70 mpaka 90 kufuata huduma hizi za afya. Sasa utakuwa umesogezwa huduma karibu, ambapo wananchi ambaye atatembea umbali mrefu hata zidi kilomita 15 mpaka 20
kupata huduma hizi. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa fedha nyingi ambazo imeleta katika halmashauri yetu na miradi mingi ya maendeleo ambayo tunatekeleza. Lakini nieleze pia katika eneo la matundu ya vyoo, huku pia tumepata fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo. Mathalan, shule yetu ya msingi Kandelema B tumepata matundu 6 ya vyoo. Shule yetu ya msingi Jitirola tuna matundu 6 ya vyoo. Shule yetu ya msingi Bwasi B na matundu 6 ya vyoo pamoja na madarasa 3. Lakini shule yetu ya msingi Mabui Merafulu pata pia madarasa 4 na matundu 6 ya vyoo. Kwa hiyo hii yote ni namna ambavyo serikali inaendelea kutatua changamoto mbalimbali za wananchi na kujenga mazingira bora ya ujifunzaji na ufundishaji, kuhakikisha kwamba huduma zinamfikia mwananchi wa karibu. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, kwa kazi kubwa anayoendelea kufanya kuhakikisha kwamba anatoa huduma kwa wananchi. Lakini kwa upande wa elimu sekondari pia serikali yetu imeendelea kuonesha jitihada za kuhamasisha elimu au masomo ya sayansi kwa kuendelea kujenga maabara. Kwa mwaka wa fedha au kwa mwaka wa 2025 tumepokea fedha kwa ajili ya maabara 3 za sayansi, ambapo tumejenga katika shule yetu ya sekondari Mtilo, lakini tunayo shule yetu ya sekondari Bulinga na shule ya sekondari Suguti. Hizi shule zote zimepata maabara za science, na hii kuimarisha, na shule yetu ya sekondari ya Bukima. Hizi zote zimepata maabara za science ambazo tunaamini kwamba zitakuja kusaidia katika watoto wetu, hasa kuimarisha katika masomo ya science kwa kufanya tafiti mbalimbali. Lakini pia serikali yetu imeendelea kuimarisha utoaji wa huduma na kuwasogezea huduma wananchi karibu na wanafunzi kwa kuhakikisha kwamba inajenga mabweni ya kuwahifadhi wanafunzi. Kupata bweni katika shule yetu ya sekondari ya Tilo ambapo tulipokea fedha kwa ajili ya ukamilishaji, lakini pia tuna ujenzi wa bweni katika shule yetu ya sekondari ya Makojo. Hii inawezesha sasa kuanza kutafakari na kuona kwamba hizi shule sasa zinaweza kupokea wanafunzi na kuboresha hali ya utoaji wa elimu katika halmashauri yetu. Lakini tuishukuru pia serikali kwa kazi kubwa inaendelea kufanya, kwani katika halmashauri yetu kwa miaka mingi tumekuwa na shule moja tu ya A-level kwa maana ya kidato cha 5 na kidato cha 6. Lakini kwa mwaka wa 2025 serikali imeweza kutupatia shule 2 za A-level ambayo ni shule ya sekondari Suguti na shule ya sekondari Mugango. Kwa hiyo hii pia inaimarisha na kuboresha hali ya utoaji wa elimu katika halmashauri yetu, hasa kwa kidato hiki cha 5 na cha 6 ambapo tulikuwa tuna upungufu mkubwa. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hatua kubwa na kazi kubwa anayofanya katika kuboresha hali ya ujifunzaji na utoaji elimu katika halmashauri yetu. Kwa mwaka wa 2025 halmashauri pia kwa kupitia mapato ya ndani imetekeleza miradi ambayo ilitumia fedha za mapato ya ndani. Katika mwaka huo wa 2025 halmashauri ilitoa milioni 50 kwa ajili ya ukamilishaji wa ofisi za kijiji cha Kwibara. Lakini pia halmashauri umeanzisha ujenzi wa zahanati ya Bulinga ambayo mpaka sasa halmashauri imeshapeleka milioni 75 kwa ajili ya ukamilishaji, ujenzi na ukamilishaji. Lakini halmashauri pia imepeleka milioni 12 na laki 5 kwa ajili ya ukamilishaji wa darasa 1 katika shule yetu ya msingi ya Mlonyigo. Lakini pia halmashauri imepeleka milioni 15 kwa ajili ya ukamilishaji wa darasa 1 katika sekondari ya Bwai kwa ajili ya mapokezi ya watoto wa kidato cha kwanza. Lakini pia tumekuwa tukipeleka fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule pamoja na zahanati.
Kwa hiyo halmashauri ilitoa milioni 7 kwa ajili ya ukamilishaji wa ukarabati wa darasa katika shule yetu ya msingi Kiriba. Lakini pia tulitoa fedha kwa ajili ya ukarabati katika shule yetu ya msingi Seka, na pia ukarabati katika shule zetu za Nyetasio pamoja na Kamatondo ambayo iliathiriwa na hali ya hewa, upepo mkali. Lakini pia halmashauri inaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa kupitia mapato yake ya ndani. Lakini nieleze pia kwamba halmashauri imechangia milioni 20 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati ya Burungu ambayo iko katika kijiji cha Bukumi, kata ya Bukumi, ambapo serikali iliweka milioni 50 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati ile ya Burungu ambayo ilianzishwa kwa nguvu za wananchi kwa kujenga boma mpaka hatua ya linta. Lakini pia halmashauri iliwezesha ukamilishaji wa madarasa mawili kwa shilingi milioni 25 katika shule yetu ya msingi Bwasi. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba halmashauri pia inaunga mkono na kutekeleza maagizo ya serikali ya kutumia mapato yake ya ndani ya 20% katika kupeleka katika shughuli za maendeleo. Lakini pia halmashauri yetu imeendelea na kuwawezesha wajasiriamali kwa kutoa mikopo kwa vikundi vidogo vidogo, kwa vikundi vya wanawake, vijana pamoja na wenye ulemavu. Kwa mwaka wa 2025 halmashauri imetoa kiasi cha shilingi milioni 135 na kuviwezesha vikundi 11 ili kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujasiriamali, ikiwa ni mkakati wa serikali katika kuziwezesha jamii kuweza kujisimamia na kujiwekea katika shughuli zake za uzalishaji mali. Pamoja na yote ambayo wataalamu wameainisha katika ilani hii, sekta moja ya kimkakati ambayo tunatarajia kuiwekea nguvu na msukumo mkubwa, na ambapo hata Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya ahadi zake za siku 100 ameiwekea nguvu, sekta yenyewe ni sekta ya uchumi na uzalishaji mali. Na hapa tunazungumza kilimo, uvuvi na ufugaji. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu, tunakwenda kuweka nguvu katika sekta hii ya uzalishaji kwa sababu tunachotaka ni kuona fursa mbalimbali za kiuchumi zikifunguliwa katika halmashauri yetu ya wilaya hii ya Msoma. Moja, tunaenda kuweka msukumo mkubwa katika pesa ile ya 10%. Tunachotaka tuone tija ya vile vikundi vinavyokopeshwa, tuone matokeo chanya ya vile vikundi, lakini vikundi vikiendelea kukua kila kukicha. Naamini kwamba tukiwawezesha wananchi kiuchumi, basi wananchi wataondokana kabisa na umasikini na shida mbalimbali zitaendelea kupungua. Kwa hiyo katika sekta hii ya uzalishaji mali tutasimamia kwa dhati na kwa nguvu zote hii mikopo ya 10%. Lakini kipekee pia niwaombe wanamsoma tuchangamkie fursa hii ya vizimba, tujiunge katika vikundi, tuwe na miradi mbalimbali, lakini nguvu zaidi tuweke katika mikopo ile ya vizimba. Huko ndio mwelekeo tuliokuwa nao. Lakini vile vile katika sekta hii ya uvuvi, nimwahakikishieni, pamoja na kwamba tunaweka nguvu katika vizimba, lakini kwenye uvuvi haramu hatujapaacha nyuma. Nitoe rai na nitoe wito kwa wanachama wote, tushirikiane kwa pamoja katika kuhakikisha tunatokomeza uvuvi haramu. Na katika hili tumeunda kikosi kazi maalum ambacho kitakachokwenda kwenye kila kijiji, maeneo yote, kwa kuhakikisha kwamba tunatokomeza uvuvi haramu. Nitoe rai hapa ya kwamba katika swala la uvuvi haramu na yale maeneo ya mazalia, tutahakikisha kwamba yoyote anayejihusisha na uvuvi haramu
tunamkamata na hatua kali zinachukuliwa. Lakini vile vile nitoe wito katika sekta ya uzalishaji, nitoe wito kwa waheshimiwa madiwani, tuhakikishe kwamba tunaendelea kuwa wabunifu. Swala lingine ambalo naweza kulisisitiza hapa na ambalo Mheshimiwa Rais ameliwekea mkazo katika siku 100 za kwake, swala la bima ya afya kwa wote. Ndugu zangu, hili jambo limeshaanza kwa Msoma vijijini tayari. Lile kundi la awali kwa maana ya watu wenye mahitaji wameshabainishwa, wameshatambuliwa. Anaambiwa kwa Msoma vijijini takriban watu 1084 wameshatambulika katika hii hatua ya awali, na zoezi hili ni endelevu. Nitoe rai na nitoe wito kwa wananchi wote wa Msoma vijijini kuwa tayari kuipokea bima hii ya afya itakapokuja sasa kwa wananchi wote. Gharama ni shilingi 1,500,000 ambapo watu 6 mtaweza kuwekwa katika hii bima, ambayo mtaweza kupata matibabu si tu hospitali zetu hizi za wilaya, hata hospitali nyingine za rufaa, na kupata matibabu ya kibingwa na ya kibobezi kupitia bima hii ya afya kwa wote. Kwa hiyo nitoe rai na nisisitize kwa wananchi wa Msoma vijijini tuwe tayari kuipokea bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunapozungumza swala la ugonjwa huwa haupigi hodi. Ugonjwa unaweza kuja muda wote, na utakapokuja kama hujajipanga vizuri, na hakika itakuletea madhara makubwa na athari kubwa sana. Swala lingine ambalo tunaendelea kulifanya, mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu, ni swala la kusogeza huduma jirani kwa wananchi. Kama tunavyofahamu, tumeanza programu ya kambi maalum ya huduma, ambapo kwa Msoma vijijini kambi hile uliweza kutoa taasisi, idara, vitengo vyote, tunaenda kupiga kambi sehemu moja kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, na ni kambi ya suluhisho. Wale wanaohitaji vyeti vya kuzaliwa, leseni za biashara, watu wa TRA wanakuwepo, taasisi takribani 45 zote tunakutana sehemu moja kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa kwanza tulipiga kambi katika kata yetu ya Kiriba, kijiji cha Kiriba, lakini wakati mwingine kambi maalum itakaporudi, basi tutatafuta eneo lingine ambalo uhitaji ni mkubwa na wananchi tutawafikia pale ambapo walipo. Na lengo mama ya hii kambi ni kusogeza huduma jirani na wananchi walipo. Pale wananchi walipo, huduma ziwafikie. Nitoe rai na nitoe wito kwa wananchi wote, tuendelee kuwa kitu kimoja, tuendelee kushirikiana na kushikamana, kuanzia ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, mpaka huku kwetu wilayani. Umoja wetu ndio nguzo imara, na mimi naamini maendeleo yataletwa kwa umoja, ushirikiano na mshikamano tuliokuwa nao, na umoja zaidi kati ya chama, mbunge na serikali, ndio tukafanya wananchi wa Msoma vijijini kuendelea kupiga hatua kwenda mbele zaidi. Ndugu mwenyekiti, baada ya hayo, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu kibariki Chama cha Mapinduzi, na Mungu ibariki Msoma vijijini. Ndugu mwenyekiti, CCM oye! Baada ya hayo machache, ndugu mwenyekiti, sasa naomba kuwasilisha.